katikati ya jiji la Nakuru, ambapo yuko pale kuweza kutufahamisha ni kipi ambacho kinafanyika kwa sasa hivi. Kama nilivyokuarifu ni kwamba pia katika kaunti hiyo Nakuru, hususan katika mji wa Naivasha, tumeshuhudia kwamba kumekuwepo na ghasia, baadhi ya maduka yakivamiwa, vile vile magari mengine yakiteketezwa. Maafisa wa polisi wameongeza doria katika mji huo wa Naivasha. Je, pale Nakuru doria zimeongezwa kwa kiwango gani haswa, tukifahamu kwamba pia mji huo umekuwa ukishuhudia vurugu? Baadhi ya jamii ambazo zimekuwa hapo zimekuwa hususan wamiliki wa bodaboda wamekuwa kilalamikia bei hizo za mafuta, na vile vile wamiliki wale wa magari. Jana tuliwaona walikuwa wanacheza mpira katikati ya ile stendi ambayo huwa ina magari mengi ya North Rift, Great Rift, vile vile 2NK katika mji huo wa Nakuru kuelekea katika miji mbalimbali. Kama unavyofahamu, mji wa Nakuru ni moja ya sehemu muhimu sana, hususan kuunganisha jiji la Nairobi na vile vile kuunganisha bonde la Ufa. Maana yake unapofika Nakuru unajua kwamba ni kuelekea katika maeneo ya Eldoret na miji mengineyo ile ambayo inafuata hapo mbele. Je, hali ikoje kwa sasa hivi? Hali imeweza kuwa shwari ama wakazi wametuliza manyanga, hawaendi kazini hadi mafuta yaweze kushukishwa? Gashui. Shukran Yeri. Hapa katika jiji la Nakuru hali ni tulivu kabisa, hali ni shwari, lakini tunashuhudia kwamba bado wakazi wa eneo hili hawajaweza kujitokeza kwa shughuli zao za kawaida. Biashara nyingi bado hazijafunguliwa, tuseme 70% hazijafunguliwa bado. Zile chache ambazo zimeweza kufunguliwa, wale wanabiashara wanakaa wakiwa tayari kufunga wakati wowote iwapo kuna vurugu yoyote itakayoweza kushuhudiwa. Lakini kwa sasa tunaweza kushuhudia kwamba maafisa wa polisi wameweza kutumwa hapa kushika doria kwa idadi kubwa sana. Wanaendelea kuzunguka hapa na pale wakihakikisha kwamba hamna vikundi vya wakazi ambao wanajiunga hapa na pale, na mara kwa mara hivi vikundi ndivyo huwa mara ya mwisho huwa ni zinaanza maandamano au kufunga barabara. Lakini kwa sasa hatujashuhudia katikati ya jiji lenyewe, hatujashuhudia maandamano yoyote siku ya leo. Hali imetulia kabisa. Lakini katika barabara kuu inayounganisha jiji la Nairobi kuelekea Nakuru, katika eneo la Free Area kulikuwa na maandamano pale masaa ya asubuhi na barabara hiyo iliweza kufungwa, lakini maafisa wa polisi kufikia sasa wameweza kuifungua na tunaweza kushuhudia kwamba usafiri umeanza kurejea, ila idadi ya magari katika barabara hiyo kuu ambayo pia inaunganisha kutoka Nakuru kuelekea Eldoret bado idadi ni ndogo sana. Lakini na ile ya matatu hata ni ngumu sana kuweza kupata matatu. Abiria bado wako katika vituo vya mabasi wakingoja ama wakisubiri kama wataweza kupata yale magari ya uchukuzi wa umma. Lakini kwa sasa niko na baadhi ya waendeshaji bodaboda hapa. Tukianza na jina lako, unaweza ukatueleza hali ni vipi leo ukilinganisha na jana, na pia bei ya mafuta inakupeleka vipi? Mwanzo nianze na kutoa rambirambi zangu. Mimi ni mkaaji wa hapa Nakuru, na kutoa rambirambi zangu kwa wale ambao walipoteza maisha yao pale jana, na silo jambo la kawaida na si jambo nzuri, sababu serikali ambayo inapaswa kumlinda mwananchi ndio tena inachukua uhai wake, na huyo mwananchi ndiye tu tena anategemewa awe akitoa ushuru. Ni hofu sana kuona ya kwamba huyo mwananchi ambaye ameuawa ni kumaanisha serikali pia haitaweza kupata ushuru. Jambo lingine ningetaka kuangazia ni kwamba ni mara nyingi tumekuwa katika vyombo vya habari tukijaribu kuongelesha serikali, na tunasema ya kwamba asiyesikia la mkuu huvunjika guu, na hapa mkuu ni mwananchi. Na ndio maana unaona haya maandamano sio ya chama fulani, sio ya mrengo fulani, lakini haya maandamano ni ya mwananchi ambaye ameumia, ambaye amefinyika kutoka ile finance bill ya 2023 2024. Mambo hayo yameenda yakijizaba, yakijiongeza katika maisha ya mwananchi wa Kenya, na yanamletea ugumu sana kuweza kumudu maisha ya kisasa, kwa sababu watu wengi wanataabika hata kuweka chakula mezani. Na niseme ya kwamba mtaka vyote hukosa vyote, ndivyo nitakavyowaambia hii serikali, kwa sababu sasa 46 ambao waliongeza katika diesel sasa wanazipata, hawazipati watu waendeshi magari. Zile walikuwa nazo za hapo awali wako nazo, hawako nazo. Kwa hivyo serikali inapaswa kukua na watu ambao wanaishauri vizuri, na ni vizuri rais atafute watu ambao watamshauri vizuri katika uongozi wa serikali yake, sababu watu ambao anaongoza na wao ni kama ndio baadhi ya wale ambao wanachangia serikali yake ianguke. Pia na yeye awe mtu wa kujiangalilia mambo na kujua mambo
yeye mwenyewe bila kuchunguziwa na watu wengine, kwa sababu sasa mahali tumefika mambo yamekuwa magumu. Maisha vile yamekuwa sasa sababu ya mafuta kuongezewa, yameguza kila mtu, yameguza watu wa transport. Ukiangalia kama street hii ambayo tuko, kama mwana kamera anaweza chukua huku nyuma, utaona ya kwamba hapa marori huwa yanashukisha mizigo yakitoka Mombasa, yakitoka Eldoret, yakitoka kule Nairobi, yakileta katika supermarket ambazo ziko hapa nyuma yetu. Zaidi ya hivyo, hapa huwa kuna matatu ambazo huwa zinabeba wanafunzi wa kwenda Egerton University. Saa hii unaona hakuna matatu hata moja. Sasa hata kile ambacho serikali ilikuwa inatarajia chote imekosa. Kwa hivyo vile ningeshauri serikali ni kwamba ipunguze hizo maushuru, hiyo imeongeza katika mafuta, na ikishapunguza ili mwananchi maisha yake aweze kuendelea, kwa sababu kila mmoja wetu anaathirika, sio askari, sio wanajeshi. Watoto leo nimepitia na hapa, shule kadhaa zimefungwa. Kuna wanajeshi wanasomeshea pengine watoto huko, kuna maaskari wanasomeshea watoto huko. Hii mambo imeathiri kila mmoja wetu, si daktari, si mabawabu, si yeyote yule. Hata tumetoka kwa nyumba sababu watoto wanakuuliza, baba leo hauendi kazi. Hiyo ndio imefanya tutoke. Kwa hivyo ningeshauri serikali ichukulie jambo hili kwa uzito na ishukishe mafuta kutoka shilingi 170 mahali mafuta ilikuwa. Asante. Shukran sana. Niweze kupata maoni ya mwananchi mwingine hapa. Tukianza na jina, tueleze hali imekuadhiri vipi? Biashara leo iko namna gani? Kwa majina kwanza, mimi naitwa Lucas Mwita. Mimi ni mkaaji wa Nakuru na mimi ni mwanabodaboda Nakuru County. Langu mimi ningependa kusema kwamba serikali kwa kusema kweli ni kama ijali mwananchi wa kawaida, inajali matajiri. Kwa sababu tukijaribu kuangalia katika bei ya mafuta vile iko kulingana na vile iko katika nchi ya Kenya na nchi zingine za Afrika Mashariki, ni kuonekana kwamba Kenya iko bei ya juu zaidi ya mafuta. Na ukiangalia port ambayo ya Mombasa ndio inatumika katika nchi zingine za Afrika kupitisha mafuta. Ikueje sisi hapa tuko na port yetu ambayo tunatoshwa mafuta tunalipa kwa bei ya juu zaidi. Na hiki kitu ambacho tungependa kushauri serikali, tafadhali kama serikali wangependa kusikiza. Na najua wanasikiza na si ati wajui, wanajua shida iko, lakini wasikuwe na tamaa kubwa zaidi kutuambia hizi tax ambazo wanaziweka ndizo zinatuumiza. Ukijaribu kuangalia katika mafuta ile inaingia ndio ifikie mwananchi wa kawaida, utakuta karibu nusu ya ile pesa tunalipa kwa lita inaenda katika kwa ushuru. Ushuru ndio unautumaliza. Wasikue wanatuambia kwamba ati kuna vita ambayo inaendelea Iran. Kwani vita Iran inasababisha dunia nzima ikose mafuta? Ijakosa mafuta. Lakini Kenya, mbona Kenya mafuta iko bei ya juu kuliko nchi zingine? Hiyo ndio tungependa kuambia serikali, tafadhali, kwa sababu saizi uchumi umeenda chini. Biashara imeenda chini. Kila kitu kimesimama. Hata sisi wenyewe tunaishi kwa manyumba za watu na tujui vile tutalipa, na mambo mengine mengi yanahitaji pesa. Na bila kufanya kazi, bila watu wengine kushughulika, hakuna vile tutapata pesa hizo. Tafadhali Kenya, tunaweza sema sana katika serikali na watu sikize. Wasifanye kwa sababu sisi wananchi ndio tuliwachagua na tukawapatia kura zetu ili waweze kututengenezea maisha yetu angalau ikuwe rahisi. Lakini tunaona kwamba wale viongozi tunaochagua hawaendi kututetea pale, wanaenda kujitetea wenyewe. Tungeomba rais na watu wake, tafadhali, hata kama ni bunge, waite kikao cha bunge cha dharura ili waweze kuja kuwajadiliana, kwa sababu hili ni janga. Si ati ni kitu cha mchezo. Wanaweza ona ni kwamba ni mzaha, lakini si mzaha. Kwa sababu ukiona nchi yote nzima imesimama, si kitu mzuri na sio picha mzuri unaonyesha katika ulimwengu mzima. So ningependa kuomba katika serikali ya William Ruto, tafadhali sikiza wananchi. Wananchi ndio tumekupigia kura na sisi tunatutaki utumize kwa sababu ya ushuru. Wewe mwenyewe ulituahidi ya kwamba ushuru utashuka. Wakati ningependa kurudi nyuma kidogo, wakati mafuta ilipanda wakati uongozi wa Uhuru, walisijaribu kutuambia kwamba sio vita ya Russia na Ukraine. Mbona sasa hivi wanatueleza kwamba ni vita ya Iran ndio inafanya nini mafuta inapanda juu? Sisi kwamba tunajua, Wakenya wengi wamesoma na Wakenya wengi wanaelewa ni kitu gani kinaendelea katika nchi ya Kenya. So tafadhali, ushuru ambao unaotozwa katika bidhaa za mafuta, tafadhali ndio ushuru uweze kupunguzwa, na ushuru ukipunguzwa nina hakika hiyo gharama ya mafuta itashuka chini. Asante sana. Shukran sana. Hayo ni maoni ama hisia za baadhi ya wakazi hapa katika kaunti ya Nakuru jiji, katikati ya jiji la Nakuru, ambao wengi wakitaka serikali kuhakikisha kwamba bei ya mafuta imeweza kushukishwa. La kuangalia kwamba ni katika eneo la Molo ambao ni mji ambao uko karibu na kaunti ya jiji hili la Nakuru. Hapo jana tuliweza kushuhudia machafuko na watu wawili
waliweza kupigwa risasi, na kwa siku ya leo tunaweza kufahamishwa kwamba kuna hali tete katika maeneo ya Kuresoi katika mpaka wa Molo na Kuresoi kufuatia ghasia hizo za hapo jana, lakini ni hali ambayo tunaendelea kuangazia kuhakikisha kwamba tunafahamisha watazamaji wetu iwapo taarifa hiyo inaendelea kufanyika. Kweko studioni. Asante sana Kennedy Gashui, huyo akiwa katika eneo lile la Nakuru amezungumza